Haya, watu wasembee mbele. Bado watoto wanazidi kuathirika na hili janga la madawa kulevya linazidi, na kila kadri tunavyopambana, lakini bado unakuta kwamba kila mwaka tukijaribu kupunguza kunatokea jambo ambalo bado linaturegesha nyuma. Kama ukiangalia miaka hii ambayo iko kwa sasa ni janga la mogoka. So kadri watu wanavyopambana na yale madawa mengine, kuna mmea ambao sasa unapandwa na umekubalika na ndio uhatari kushinda bangi. Kwa hivyo bado hivi vita naweza kusema ni vikali, na sisi kama Mombasa Women Empowerment tunapambana navyo, kwa sababu sisi tunachukua zile severe cases ambazo wamekula dawa mpaka to an extent kwamba akili imeharibika. Kwa hivyo tumefocus zaidi kwa wale ambao tayari akili ishaharibika kwa sababu ya madawa kulevya. Na kitu cha kusikitisha pia, percentage kubwa ni maskini. Kwa hivyo anatumia mpaka ile ya chini, lakini madhara yanakuwa ndio mengi sana. Kwa hivyo leo tumekutana hapa ili tuje tuzidi kuzungumzia hili jambo na kutilia mkazo. Kama kuna vitu vinaweza fungiwa katika nchi yetu ya Kenya, basi vifungiwe. Wazazi wetu wengi ni waraibu. Tusidanganyane, ni waraibu. So huu uraibu mtoto anakuwa nao. Ni jambo la kusikitisha sana. Wewe huwezi kukaa mzazi mtume mtoto wako sigara, mtume mogoka, mtume nini, kisha una expect mtoto ule awe mzuri. Hichi ni kibarua wanatupa, ni kigumu, lakini wazazi lazima tubadilike.